Mr. Ghost ni hatari sana na nimeanza kuona baadhi ya nchi wanaanza kulimit hizi social media kwa watoto, kwa sababu wameanza kuona kwamba hii digital junks hii inapoelekea jamii inayokuja, generation inayokuja itakuwa ni generation mbovu sana. Nimeona kwa mfano kama nchi kama Malaysia, Indonesia, Ufaransa wameanza kulimit hizi social media kwa watoto hizi. Wale sasa watoto wao huko zilikotoka sasa ndio zimetoka, wameanza kuhofu na watoto wao, wameanza kuwa na hofu kubwa. Ni kwa sababu mtoto wa chini ya miaka 18 au 16 tuseme, au mtoto wa miaka 13 hawezi kufilter. Wewe Michael leo unaweza kufilter kwamba okay, ni hichi kitu siwezi kuhusiana nacho, not interested, nimekiangalia lakini kwangu mimi hakini affect. Unaweza kujitahidi kidogo uraibu kabisa, lakini mtoto yule ana maarifa gani kupingana na kile kitu? Sababu anaweza kawa inspired kupitia hizo kitu. So wao kwa kuona hivyo wakaona bara hichi kizazi kinachofuata tusije tukatengeneza kizazi kwa cha ajabu sana na huu uraibu wa digital junks, matakataka ya kimtandao. Wameanza kuzuia, wameanza kuweka restriction. Nadhani hiyo ndo kama umeongezea kwenye hizo mfano hizo nchi. Kwa mimi nadhani hicho ni kitu wao wamefanya. Sasa sijajua sisi kwetu Afrika, si mtu aliyetuloga unajua sio ashafariki. Sisi bana hatuna limit. Sisi hatuna limit. Nadhani kuna baadhi ya hizo tablets za watoto ambazo zinauzwa pia by the way na hapa sisi pia ofisini tunazo. Na sisi tunaziuza kwa Microspace hapa tunaziuza. Hizo pia kwa watoto nadhani hata wazazi ni vizuri wakaanza kuweka limitation kama social networks. Mtoto zani WhatsApp, mtoto Instagram, nadhani kwa sababu labda anataka wasiane na mama, muda mwingine mama ametoka yuko na ndii, nadhani kuweka limitation sawa kama umeamua, kwa sababu the profit unayotaka ni ndogo kuliko madhara ambayo unamsababishia. Sasa kama faida unaona ni kubwa, sawa, unaweza ukampatia social media, akawa na account hizi za Instagram na yeye akawa anapitia kidogo comment. Kwa hiyo unafikiri nchi hizi ambazo zimefanya ni sahihi sana kwa kulimit hizo restriction? Exactly kabisa. Mimi nadhani tulikuwa kwenye rabi yetu bana. Hata sisi watu wazima tu tushajipa hakuna kutumia hizi social networks. We have to focus in works. Nikiwa kwenye lab yenu kwenye unajua mimi nafanya makompyuta. Sure. Kwa hichi kitu kinahakikisha kwamba tunatengeneza kitu. Sasa hivi mtu kakaze ka dakika 5 basi anaweza kutumia nusu saa kwa sababu ya hizi distraction. Kwa sababu ya haya mambo ya kuvutwa na notification. Kwa sisi tumeanza kulimit. Kwa wao walichokifanya ni sahihi. Na sisi sidhani kama kuna haja ya kuchelewa. Watakiwa tulimit. Tuanze kulimit. Watoto watakiwa access social media. Inatakiwa tujue nini ambacho tunaweza tukawapatia. Sababu na wao wataanza kumiliki hizi takataka tokea wadogo. Sasa na yeye kibaya hawezi kufilter na atakuwa kiamini kwamba kile ndio sahihi. Hawezi kuchuja kwamba kipi ni sahihi na ni kitu tunapiga ambacho sio sahihi. Kwa hiyo anakuwa akiamini kwamba this is the way inabidi iwe. Hii ndio namna ambapo anaweza kawa inspired na vitu ambavyo sio vya maana. Na wenzetu kule wanajitahidi kuharibu sana. Unajua hiyo inaathiri sana. Unajua nguvu ya kutazama ni kubwa sana. Na milango mitano ya fahamu, na tumejifunza sana tukiwa tangu wadogo, kusikia, ndio ngozi, ulimi, kuhisi, simeona vizuri. Lakini mimi naweza nikasema mlango mwingine wa fahamu ni macho, kwa sababu mtu kupitia kuona inampelekea information, anafahamu. Kwa hiyo mlango wa fahamu tu sio zile tulizosoma darasa la 6. Milango wa fahamu sasa hivi imeongezeka mingi sana. Kwa hata kuona tu ni moja ya mlango wa fahamu. Hao content creators wako very powerful kwenye zamani ilikuwa ni masikio. Kwa na unajua zamani mpaka uende watch TV. Siku hizi wewe kitu chako kiko kwenye pocket, kinaweza kufanya upate information kibao, lot of information. Tofauti na zamani kwamba saa 2 ndio mtaingia kuwasha. Na ubaya zaidi pia Mr. Ghost ambacho nimekiona, kuna wengine mpaka ina influence negative, kwa maana kwamba mtu anaona kwa sababu anaamini katika haraka, anaamini katika mafanikio ya haraka. Information leo hii mimi hapa mfano okay, mimi ule ushaenda. Kijana wa miaka 21 anaamka haelewi hata future yake ikoje. Anaona kijana mwenzie amepost range. Inamwathiri mzee. Sasa hivi vijana wadogo wanaingia kufanya biashara haramu. Mabinti wanajiuza, vijana wadogo wanafanya biashara. Mtu hajui mchakato nyuma ile range, anafanya biashara haramu kwa sababu ya haraka, kwa sababu ameshaona information ambazo
sababu hivi vitu vya ufaulu na ni mchakato. Ni mchakato na mtu ndo anaamini kwamba maisha iwe wana fedha sana, lakini ukiwasogelea karibu hamna, ni maigizo tu yale ambayo yako tu. Sababu na yeye anatengeneza kitu ambacho wewe utakuwa attracted nacho kukitazama. Kwa hiyo Mr. Ghost, problem hapa naona sio ujinga. Tatizo sio ujinga. Tatizo sasa hivi sio ujinga. Tatizo ni distraction. Uharibifu. Tatizo ni si distraction. Mtatusaidia kwenye comment hapo haraka, lakini distraction ni kama ni vitu ambavyo vinatuingilia mvurugano. Yani tatizo ni mvurugano wa vitu, mvurugano wa taarifa nyingi. Zamani tulikuwa tuna play kwamba watu wapate taarifa, lakini sasa hivi tunaanza kuzuia overload ya taarifa. Sema information is power. Kwa hiyo sasa hivi information sio power, imekuwa nyingi. Yani kitu naweza nikaelezea ni sawa na nyumba ikiwa inataka kidogo, at least unaweza kuvumilia, lakini kila siku inajaza taka, inafika point ambayo hutaweza kuvumilia, hutaweza kuishi tena katika hiyo nyumba. Na ndio hicho kitu ambacho naweza kukitolea mfano kwamba tunapokea taarifa ambazo haziko connected. Sasa hivi tunatakiwa tu limit information overload. Kwa maana kwamba nyumba tunayoishi tunaweza kaa tunaweka taka, tuna shimo la taka, lakini kama ile nyumba tunashindwa kulimit ile shimo la taka, tukawa tunaweka kila siku taka zikazabagaa pale, zikazagaa, ndio hatuwezi kuendelea kukaa pale. Mwisho wa siku tutafanyaje? Tutahama pale. Kwa hiyo na ndivyo hivyo pia katika ubongo wetu, ubongo wa mwanadamu, kwa maana kwamba taarifa zikiwa ni nyingi afu hazitumiki, hamna mtu auzitumii, ambazo haziko useful, unazidamp, mwisho wa siku ubongo hautakuwa chochote kile ambacho utakuwa tena. Exactly. Labda nielezee kitu kimoja. Sasa hivi tunapambana na vitu vingi. Dunia inazidi kuwa capitalist, inaingia kwenye ulimwengu wa capitalist. Kwa inatakiwa watu wafikirie sana. Na dunia ina tabia nzuri ya kuwalipa watu ambao wanafanya vitu kwa kufikiria vizuri. Umeona, sio tu kufikiria, unafikiria then unafanya. Sasa leo hii unavyoona podcast zinapandishwa, views zinaongezwa. Umeona, deal after reels, a lot of podcast after podcast, content kibao zinaongezeka. Na sasa hivi una content ambazo za series kabisa. Ushasiku mtu anaingiza mataarifa mengi ambayo kwake hayako useful. Sahihi kabisa. Sasa ile part ya yeye kuwa useful nzuri inakuwa inaelemewa na mataarifa. Sababu kuna taarifa zingine ni strong information, ndio uweze kuvumilia mtu kuiangalia, ajali nini. Umeona, sisi kama mpaka leo hii kuna umuhimu wa kuona mtu ambaye amepata ajali, sijui kichwa kimefanyaje, mimi kwangu it's not important. Lakini kwa sababu ukiona lazima utatamani uone, yani ubongo utakuforce uangalie. Kwa akili mwisho wa siku inafanya kazi kwa kuchoka. Yaani mtu anafanya kazi kwa siku, mtu anaweza kafika jioni amechoka sana ubongo. Lakini kwa sababu akili imechoka na haya kuprocess hizi information, yani taarifa nyingi ambazo tunaziita garbages, hauzitumii kwa chochote. Kwamba sio kwamba wewe ukiona mtu kichwa kimetoka utakirudishia wewe. Hapana, yani unaona ubongo na process unaongeza kama memory, ni vitu ambavyo sidhani kama kitu kina msingi. Kuna quotation moja inasemaga kwamba ili collect kwa sema kwamba knowledge is power, kwamba maarifa ni nguvu. Lakini mtu mmoja akasema right information is power, kwamba taarifa sahihi ndio nguvu. Kwamba sio tu nandi, sio kwamba taarifa, una taarifa yenye nguvu. Taarifa sahihi nguvu. Sasa taarifa sahihi kwako ni zipi? Kama huzijui basi tuendelee kuangalia zote. Angalia zote.